Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Na leo tuna ujumbe mpya kabisa wa neno la Mungu unaozungumzia namna ya kumsikia Mungu na kumuelewa ndani yako. Kabla ya yote basi tutamshukuru Mungu kwa ajili yako, lakini pia kwa ajili ya neno la siku ya leo. Baba wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya msikilizaji wetu na mtazamaji wetu. Tunaomba ubariki ujumbe wa neno lako popote utakapofika, ukaguse maisha ya watu wengi na kuwafungua na kusema nao na kuwatia moyo na kuwafariji. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba, amen. Na tunaongozwa na neno la Mungu katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 4 mstari wa 24. Nacho kinasema, Mungu ni roho, na hao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho, nao hao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Hebu tuangalie tena mstari mwingine katika Ufunuo wa Yohana ile sura ya 3 mstari ule wa 20. Sema, tazama niko mlangoni nabisha. Mtu akisikia akifungua mlango, mimi nitaingia na kufanya makao ndani yake. Hiyo ni Ufunuo wa Yohana sura ile ya 3 mstari wa 20. Sasa msingi mkubwa ni Yohana sura ile ya 4 mstari wa 24. Kwanza ni lazima tuamini ya kwamba Mungu ni roho. Na kama ni roho, maana yake anaishi ndani yako. Anaishi ndani yako. Na anaishije ndani yako? Ni wewe utakapokubali kufungua moyo wako na kumpa nafasi yaingie na kukaa ndani yako. Sasa na Ufunuo 3 mstari ule wa 20 sasa. Na hiyo unafungua moyo wako baada ya kulisikia neno la Mungu kama unavyonisikiliza na kunitazama. Kisha fungua moyo wako sasa, ndio unaongozwa ile sala ya toba, unaunganishwa na Kristo kwa njia ya toba. Kuna toba ya kumuunganisha mtu na Mungu. Sasa hii iko katika Warumi ile sura ya 10 mstari wa 9. Na inazungumza ya kwamba kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu, na kwa moyo huamini, na kwa moyo huamini hata kuhesabiwa haki. Sasa baada ya kumkiri Yesu na kumwamini moyoni, akishaingia ndani yako, basi ile nafsi ya tatu ya Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu sasa anaanza kuzungumza. Na akizungumza, maana yake huwezi kumsikia tu kwa masikio ya nje. Lazima umsikie kwa masikio ya ndani. Kuna macho ya ndani ambayo yako katika Efeso sura ile ya 1 mstari wa 17 na 18. Nasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, ili mpate kujua tumaini la mwito wake. Sasa kuna masikio pia ya ndani ambayo yanamsikia Mungu kwa namna ya ndani, na kuna macho ya ndani ambayo yanamuona kwa namna ya ndani. Sasa Roho ni Mungu akiwa ndani yako, anaongea na kukutambulisha wewe ni nani. Ukisoma katika Warumi ile sura ya 8 mstari ule wa 16, inasema Roho mwenyewe hushuhudia ndani yetu kuwa sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo namna ya kwanza ya kumsikia ni kupitia Roho wake anayekaa ndani yako. Huwa anaongea ndani yako. Sio kitu kinakuja huku nje kukugusa au kukupiga, hapana. Ni kwa kupitia Roho wake anayekaa ndani yako. Huyo Roho ulimpokea lini? Wakati ulipookoka ukampa Yesu maisha yako. Wao waliingia ndani yako. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu waliingia ndani yako. Sawa sawa na lile neno la Ufunuo 3 mstari ule wa 20. Ulifungua mlango wa moyo, wakaingia ndani yako. Kwa hiyo anaanza kuzungumza. Namna ya pili ya kumsikia ni kwa kupitia neno lake ambalo limebeba sauti binafsi maishani mwako. Hiyo ndio namna ya pili ya kumsikia. Namna ya kwanza tumesema ni kwa kupitia Roho wake anaishi ndani yako. Anaongea sasa, na hapo ana jinsi ya kuongea. Usifikiri kwamba anaongea tu hivyo hivyo, anaongea. Roho Mtakatifu lazima kwanza uelewe viashiria vya Roho Mtakatifu na namna anavyozungumza. Namna kuu mbili ambazo lazima uzielewe ni kukosesha amani na kupata amani. Hivyo ni viashiria viwili vikuu vya Roho Mtakatifu akiwa ndani yako. Kwa hiyo maana yake utamsikiaje Mungu? Kuna wakati unaweza ukatamani kwenda mahali ukasikia kukosa amani. Kukosa amani maana yake Roho aliye ndani yako anakunyima. Na kuna wakati utatamani
kwenda mahali ukasikia uhuru wa ndani, kupata amani. Kwa hiyo tunda la Roho ni amani, na ndani ya amani kuna kufanya maamuzi. Amani inatumika pia katika kufanya maamuzi kwa mtu, aidha uende au usiende, aidha ufanye hilo jambo au usifanye hilo jambo. Na hii iko katika ile neno la Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15, inasema na amani ya Kristo iamue ndani ya mioyo yenu. Kwa hiyo amani kama inaamua, maana yake inatumika kufanya maamuzi. Kwa hiyo sasa utamuelewaje kwamba Mungu anazungumza? Ni kwa kupitia Roho wake aliye ndani yako. Hicho ni kikubwa sana, unatakiwa ukielewe. Ni kitu kikubwa sana, hasa kwa mtu aliyeokoka. Ni kitu kikubwa sana. Nyakati tunazoziendea ni nyakati za hatari. Kila unachofanya muhusishe. Ukimuhusisha Mungu, naomba kibali katika hili. Ukisikia umekosa amani, basi ujue Roho Mtakatifu anakukataza kwenda. Ukisikia umepata amani, Roho Mtakatifu anaruhusu kwenda. Unataka kufanya jambo fulani, umemshirikisha. Ukisikia kupata amani, maana yake umeruhusiwa, una uhuru wa kufanya hilo jambo. Ukisikia kukosa amani, basi ujue unakatazwa kufanya hilo jambo, na ukikiuka hayo masharti kuna adhabu zitakuja au kuna hasara utazipata. Hiyo ndio namna ya kwanza ambavyo wewe huwa anazungumza. Namna ya pili ni kumsikia kupitia neno lake ambalo limebeba sauti binafsi maishani mwako. Katika ile Zaburi ya 103 mstari wa 20 inasema, muhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake, mkisikiliza sauti ya neno lake. Kwa hiyo jambo la kwanza, neno limebeba sauti kwa ajili yako binafsi. Kumbe kwenye kila neno kuna sauti. Mkisikiliza sauti ya neno lake. Kwa hiyo neno limebeba sauti ndani yake binafsi kwa ajili ya mtu. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba mimi sijui jinsi Mungu anavyoongea. Sasa ukakuta kuna maombi unafanya, ghafla unashangaa unasikia ndani yako soma mahali fulani, au unaletewa neno fulani ulisome. Sasa kitendo cha wewe kuchukua lile neno ukalisoma, kuna mstari ukiufika utasikia ule mstari umekuwa na uzito ndani. Ukisha kuwa na uzito ndani, maana yake tayari hivyo ndivyo Mungu anavyozungumza. Amezungumza kupitia neno lake. Kwa hiyo ndani ya neno kuna sauti, na hiyo sauti ni sauti ya Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ile ya 55 mstari wa 11, utaona anavyosema kwamba ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litafanikiwa katika mambo yote niliyolituma. Naona pale neno likisha tumwa linabeba sauti ya Mungu, muongozo na maelekezo binafsi kwa mtu. Katika hatua hii, adui akitaka usimsikie Mungu, anakuibia neno lililotumwa kwa ajili yako. Na akikuibia neno, sasa unatakiwa urudi katika ile Zaburi ya 103 mstari wa 20. Akikuibia lile neno, maana yake amekuibia sauti ambayo imebeba maelekezo, imebeba muongozo binafsi kwa ajili yako. Katika ile Zaburi ya 95 mstari wa 7 nasema, ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Hiyo sauti yake maana yake ni lazima uanze kusikia neno kwanza, na ndani ya neno kuna sauti. Kuna neno ukilisikia limebeba sauti, na hiyo sauti sasa inaingia. Ikisha ingia sasa inakupa wewe uhuru wa kufanya maamuzi, au inakunyima uhuru wa kufanya maamuzi, au inakuambia subiri, au inakuambia endelea. Hiyo sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ni muongozo wa Mungu. Sasa unaipata kupitia neno lake. Katika kile kitabu cha Warumi sura ile ya 8 mstari wa 17 na 18 anasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo ukitaka kumsikia Mungu au kuisikia sauti yake, na kuhimiza uwe na utaratibu wa kulisoma neno la Mungu na kulitafakari kwa kina. Kuna wakati kama kuna sehemu ambazo hujazisoma kwenye Biblia na Mungu akizungumzia tu katikati, hutamuelewa, kwa sababu Mungu hatoki nje ya neno. Neno ni Mungu. Mungu huwa akizungumza hatoki nje ya neno lake. Ujumbe wote unaokuja kwako uliko nje ya neno la Mungu sio wa Mungu. Mungu huwa anazungumza kupitia neno lake. Neno la Mungu ndio dira. Neno la Mungu ndio mwelekeo kamili
Kwa hiyo wale ambao wanatamani kumsikia Mungu, lazima ujue imani huja kwa kusikia, na kusikia kunakotokana na neno, na neno ni lazima ulisome na kulitafakari. Kwa hiyo ukishasoma neno la Mungu, kuna namna maisha yako yataanza kubadilika katika kumsikia Mungu akisema na wewe. Hii ndio sehemu ya kwanza, tutatoa sehemu ya pili, na kabla ya yote tunaomba tuombe na wewe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji. Asante pia kwa ajili ya ujumbe wa neno lako, na tunaona jinsi ambavyo umetufundisha namna ya kusikia wewe. Baba, tunakushukuru sana kwa upendo wako juu ya maisha yetu, maana umelituma hili neno. Kuna watu unazungumza nao na nasema nao kwa namna ya tofauti sana. Wapo wengi umekuwa ukisema nao lakini hawaelewi, na ndio maana umetuma neno hili siku ya leo, namna ya kumsikia Mungu na kumuelewa. Tunaomba Bwana, hiyo yote uliyokuwa unasema naye kuelewe, naomba sasa aanze kukuelewa katika jina la Yesu. Bariki ujumbe wa neno lako, na tunaomba Baba wa mbinguni ukawaguse wote wanaofuatilia vipindi hivi. Tunaomba pia kipekee kwa ajili ya wale ambao wanaachilia sadaka kwa ajili ya kuhakikisha kipindi hiki kinaendelea kuwa hewani na kufikia mataifa mengi. Wabariki wanapotoka na wanapoingia, katika jina la Yesu. Heshima na utukufu zikurudie kwa sababu ya msikilizaji wetu na mtazamaji, katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Basi tutatoa sehemu ya pili muda sio mrefu. Endelea kufuatilia chaneli yetu. Mungu akubariki sana, amen.